Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafal anbiyai imamna wal mursalina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuna mwanamke ameuliza swali linaloendana na taraka. Taraka kwa mwanamke inaruhusiwa kwa sababu ameniuliza kuhusiana na mwanamke kuomba taraka. Mwanamke, ukiwa wewe unaona mume wako anafanya baadhi ya mambo asiyohusiana au asiyoendana na dini, tuseme mwanaume wako ni mzinifu, mwanaume wako hakupendi, hahudumii family, yani hata wewe hakuhudumii, mwanamke unatakiwa uombe taraka. Mwanamke na yeye anaruhusiwa kuomba taraka. Kwa hiyo sio wanaume peke yao wanatoa taraka, isipokuwa mwanamke na yeye anaruhusiwa kuomba taraka. Na mwanaume wako akikataa kutoa taraka, inabidi basi uende kwa kadhi, ofisi ya mufti au msimamizi wa Waislamu kwa nchi uliokuwepo. Uislamu haukubali hata siku moja, la yajuzu fil Islamu, hairuhusiwi ndani ya Uislamu watu wawili kuishi bila ya mapenzi. Yani ukiwa wewe unaishi na mtu kulazimishwa au yani wewe huyu mtu hakupendi au umelazimishwa, basi hiyo ndoa haifai. Haifai. Watu hawatakiwi kuishi kwa pamoja bila ya kuwa na mapenzi au kuhurumiana, kuaminiana. Kwa hiyo hivyo vitu vyote vikiondoka, basi mwanamke anatakiwa adai taraka. Na nimeulizwa kuhusu kugawana. Mwanamke ukidai taraka, mwanaume akakupa taraka, basi wewe unatakiwa urejeshe mahari. Kuna watu wamechukua dini wakaifanya ni ya babu yao, yani yeye anakaa anasema acha nimwachie tu. La, hukumu ya kuomba taraka kwa mwanamke akiomba taraka anatakiwa arejeshe mahari yake aliyopewa na mwanaume, kwa sababu ndio wewe umeomba taraka, umemchoka. Au sasa mwanaume yeye akikupea taraka, anatakiwa akumalizie mahari yako. Kuna wanaume wanaoa wanawake kwa deni la mahari. Sasa ukiwa umemwomba kwa deni la mahari, ikitokea we mwanaume kamwacha, unatakiwa umalize mahari yake, umpe mahari yake. Na usipompa mahari yake, basi mtakuja kudaiana siku ya Kiyama. Haki yako unatakiwa umpe. Lakini ikiwa ni mwanamke amekuomba taraka, basi ukiwa ulimpa nusu ya mahari yako, unatakiwa akurejeshe ile nusu uliyompa kwa mahari. Kwa hiyo haitakiwi kwa Uislamu mwanaume au mwanamke kuishi kwa kulazimishana au kuishi kuwa hakuna mapenzi, hakuna kuhudumiana, hakuna kuhurumiana. Basi hiyo sio ndoa. Inatakiwa kila mmoja achane na mwenzie, kila mmoja atafute yule anayoridhika naye. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.